Jina yangu naitwa Caleb Julius. Karibu kwenye siku ya kwanza ya tutorial zetu au mfululizo wa masomo yetu ambayo tutakuwa tukijifunza. Na leo tutaenda kuangalia vitu vinne. Cha kwanza kabisa ni jinsi ya kuzitambua noti kwenye kinanda. Pili tutaenda kuangalia juu ya sharps, flats pamoja na natural. Na tatu tutaenda kuangalia jinsi ya kufanya numbering kwenye kinanda kutumia mfumo wa namba. Pia cha mwisho na cha nne tutaenda kuangalia kitu kinaitwa pitch na interval. Karibuni sana, tukaanze pamoja. Tunaposema noti, kinanda ni kifaa ambacho cha muziki ambacho kimetengenezwa kwa noti nyeupe na nyeusi kama tunavyoziona. Tuna groups hapa za hizi nyeusi tano na nyeupe ziko 7. Ukiangalia kuanzia huko mwanzo kuna hizi 7 nyeupe na hizi 5 nyeusi. Tena kuna group ya 7 nyeupe na 5 nyeusi, 7 nyeupe na 5 nyeusi. Kwa hizi zinaitwa noti. Jinsi ya kuzitambua noti, noti zinabeba majina ya alfabeti 7 za mwanzo za kuanzia A, B, C, D, E, F mpaka G. Kwa hiyo jinsi ya kuzitambua noti kwenye kinanda, tunaona groups za noti 3 nyeusi na 2, 3 nyeusi na 2, 3 nyeusi na 2. Sawa? Na hizi za chini pia ziko nyeupe 7. Kwa hiyo tutatambuaje noti kwa majina kwa kutumia hizi alphabet? Kama tulivyosema, noti zinapewa majina kutokana na alphabet 7 za mwanzo. Kwenye kila group ya noti 2, kama unavyoona hapa, 2 nyeusi, 2 nyeusi. Kwenye hizi 2, upande wa kushoto kwako kuna hii button nyeupe hapa chini. 2 kushoto. Hii button tunaita C au hii noti inaitwa C. 2 nyeusi kushoto kwako chini. Hii inaitwa C. Sawa? 2 nyeusi kushoto kwako, hii ya chini inaitwa C. Unapoitambua C, itakurahisishia wewe kujua herufi zingine zinakaaje kwenye kinanda au noti zingine. Kwa hiyo kama ukiandika kwenye karatasi A, B, C, D, E, F, G, tunasema tunatumia noti 7 za mwanzo kwenye alphabet. Kwa hiyo kutoka C, noti inayofuata mbele yake kwenye mfumo wa alphabet ni D, ambayo ndio itakuwa hii hapa. Inayofuata mbele yake ni E, ambayo itakuwa ni hii hapa. Inayofuata mbele yake ni F, inakuwa hii hapa. Inayofuata mbele yake ni G, inakuwa hii hapa. Tumesema tunatumia noti 7 za mwanzo. Kwa baada ya G tunaanza tena mzunguko. Tunarudi A, ambayo ndio itakuwa hii hapa. Tunaenda tena B, itakuwa hii hapa. Tunaenda tena C, unakuta tena tumerudi pale pale. Unaona? Kwa hiyo unapoitambua C, kwa kwenda nyuma, kama hii ni C, kurudi nyuma ya C kwenye alphabet ni B. Kwa hiyo hii ni B. Kurudi nyuma, hii ni A. Kurudi tena nyuma ya A sasa ni G. So tumesema tunatumia noti 7 za alphabet. Kwa hiyo ndio namna pekee ya kuzitambua noti kwenye kinanda. Unatafuta noti zako 2 nyeusi ili tuipate C kwanza. Baada ya kuipata C, unaweza sasa kutoka kwenye mfumo mzima wa alphabet, hiyo seko, ukaamua kwenda mbele au kurudi nyuma. Lakini unatakiwa ujue tunatumia noti 7 tu.